Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ama ndugu zangu, katika siku hii ya leo insha Allah, hebu twendeni tukajifunze dua nzuri kabisa, ambayo dua hii ndiyo ufunguzi wa mwaka. Dua ya ufunguzi wa mwaka kwa ajili ya kutakasa mambo yako, maisha yako na kila kitu katika maisha yako, ni hii ambayo leo tunayokwenda kuifundisha hapa. Lakini dua hii itafuatiwa na kisa ambacho ndicho kitakachokutumbukiza moja kwa moja kukufundisha dua hii moja kwa moja. Lakini kisa hichi ni kisa ambacho kitakuletea mazingatio makubwa, ni kisa ambacho kitakuletea baraka kubwa, ni kisa ambacho kitakuletea kuweza kujihimiza na kuweza kukata tamaa juu ya kisa hichi, ili uweze kuifanya dua hii. Tunasema kwamba ma'dukhuli amin jadid jalasa Ahmadun wahidan yanzuru ila khalfihi sanawatin madat mumtaliatan bilalami walfashli walkhasarati. Mwaka mpya ulipoingia, Ahmad alikaa peke yake akiangalia nyuma ya miaka iliyopita, ikiwa imejaa maumivu, kushindwa pamoja na kupata hasara. Ahmad alitafakari sana mambo haya katika miaka iliyopita, maana mambo mengi alishindwa, mambo mengi alipata hasara, mambo mengi alipata shida katika miaka ya nyuma. Sasa mwaka uliingia mpya, Ahmad akawa anatafakari miaka iliyopita nyuma, namna alivyofeli katika maisha yake. Kama jinsi ambavyo mimi na wewe sasa tumeingia katika mwaka 2026, na hivi leo ni mwezi wa kwanza. Tunahitajika tutafakari, tufikirie, tuwaze miaka ya nyuma namna tulizofeli, ili tusije tukafeli tena. Sasa tufanye kitu gani? Ndivyo alivyokuwa akitafakar Ahmad. Sasa basi, hali hiyo ni kwamba waqala Ahmadu fi nafsihi. Baada ya kutafakari haya yote, Ahmad akawa anasema kupitia nafsi yake, hal sayakunu hadha al-aamu. Ahmad anajiuliza moyoni, je, mwaka huu utakuwaje? Vipi utakavyokuwa mwaka huu? Naskhatan ukhra min al-alami am anna lillahi amran akhara. Anafikiria, je, huu mwaka itakuwa ni nakala nyingine ya maumivu, au Allah ana mpango mwingine upi katika mwaka huu? Ahmad anatafakari vitu hivyo, kama ilivyokuwa mimi na wewe. Pengine tunafikiria, leo tupo katika mwezi wa kwanza, tunatafakar, je, mwaka huu pengine tutafeli kama ilivyokuwa mwaka uliopita? Madhila yaliyopita yatatukuta mwaka huu, au mwaka huu utakuwa uko kivingine? Sasa hebu tuendelee. Fafataha al-mushafa wa wakaa baswaruhu ala qawli llahi ta'ala. Ahmad baada ya kufikiria mambo haya, alichokifanya akaamua kufungua msahafu. Akafungua msahafu. Baada ya kufungua msahafu, na akasimama katika kauli moja ya Mwenyezi Mungu inayosema, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim
la taqnatu min rahmatillah. Aya hii Mwenyezi Mungu anasema, enyi waja wangu mliojidhulumu nafsi zenu, msikate tamaa na rehma ya Allah, msikate tamaa katika rehma ya Mola wenu. Maana yake Ahmadi alikuwa anatafakari, lakini akiwa anatafakari miaka ya nyuma iliyopita, mambo yalikuwa sio mazuri. Kwa hiyo tayari amekwisha jikatia tamaa. Lakini katika hali kama hizo ni kwamba anakutana na aya Mwenyezi Mungu anatuasa tusikate tamaa katika rehma za Mungu. Sasa basi, faqala Ahmad alipokutana na aya hii akaamua kusema maneno haya. Ahmad anasema nini? Idhan saabda hadha al-aama ma'a Allahi la ma'a an-nas wala ma'a al-asbabi. Ahmadi anasema basi nitaanza mwaka huu na Mwenyezi Mungu, nitaanza mwaka huu nikiwa pamoja na Allah, si na watu wala si kwa sababu ya kipekee, bali mwaka huu nitauanza nikiwa na Mola wangu. Anauanza vipi basi huu mwaka akiwa yeye na Mola wake? Basi ndio hapa tunasema warafa'a yadayhi wa qala, Ahmad kuanza mwaka akiwa na Mola wake akaamua kunyanyua mikono yake juu huku akisema. Sikiliza, Ahmad anaisoma dua hii ili awe ameuanza vyema mwaka huu na Mungu. Hata wewe una nafasi ya kuisoma dua hii ili uwe umeuanza vyema mwaka huu na Mola wako. Una nafasi ya kuisoma dua hii, na dua hii utaisoma sio lazima mwanzo wa mwaka kama vile tarehe 1, hata kama ni tarehe 20, tarehe 30 ya mwezi huu wa kwanza, hata kama ni mwezi wa pili, bado upo mwanzoni mwa mwaka. Basi aliponyanyua mikono yake juu mbinguni akaanza kusoma dua hii, akasema, Allahumma in kana fi hadha al-aami alamun fakhaffifuhu wa in kana fihi sharrun fasrifuhu wa in kana fihi khairun fa'ajjilhu waj'alni aqraba ilayka min kulli amin madha. Hii ndiyo dua aliyoisoma Ahmad. Sikiliza tena, nairudia tena ili na wewe upate kuisoma dua hii ikufungulie mambo. Alisema, Allahumma in kana fi hadha al-aam alamun fakhaffifuhu wa in kana fihi sharrun fasrifuhu wa in kana fihi khairun fa'ajjilhu waj'alni aqraba ilayka min kulli amin madha. Akaishia hapo, lakini hii ni dua aliyonyanyua mikono na kuweza kuisoma, na dua hii Ahmadi aliisoma mara 21. Kisha baada ya kumaliza kuisoma dua hii akamswalia Mtume mara 21. Kisha baada ya kumaliza kumswalia Mtume kwa kusema Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Hii ni kitu ambacho kila mmoja anakijua, hakina haja ya kukiandika.
lakini pia akafanya istighfari ya kwamba astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alisema maneno haya mara 21. Hii ndiyo dua Ahmad aliyoisoma. Kwa maana hiyo, wama madat ayamun qalilatun illa wa sha'ara Ahmadu anna qalbahu asbaha akhaffa wa anna nafsahu ahada wa anna albidayata qad taghayyarat. Sikiliza maneno hayo. Hazikupita siku nyingi baada ya Ahmadi kuisoma dua hii, Ahmadi alihisi moyo wake umekuwa mwepesi. Hiyo ni hatua ya kwanza. Akahisi nafsi yake imetulia, hatua ya pili. Na mwanzo wake wa maisha yake ni kama umeanza kubadilika. Ahmadi akaanza kuona ishara hizo. Ahmadi ghafla akaanza kuona maisha yake katika uchumi yanaanza kubadilika. Kumbe alianza na kheri, akaanza na dua njema. Akaanza kuona maisha yake, biashara zake zimeanza kumea. Akaanza kuona kila kitu kimeanza kubadilika. Baada tu ya kuyafanya haya, watu wakaanza kumpenda, madili na nini, vitu vingi akaanza kuvipata Ahmad. Walillahi alhamdu, Ahmadi dua hii ikawa imemfaa sana. Nini ambacho kinaendelea? Kabla ya kuendelea kidogo, naomba nikupe tangazo. Tumefungua grupu letu ambalo ni grupu la elimu ya dua. Grupu la elimu ya dua pamoja na tafsiri mbalimbali za nyota na masuala ya mambo mengi sana ambayo sihitaji mengine kuyasema hapa, ila grupu hili linahitaji wewe ujiunge. Na grupu hili halina masharti yoyote. Masharti yake ni kwamba usitume video, usitume picha, usitume vitu ovyo ovyo, bali usubiri darasa. Likimalizika darasa, wewe ni kuuliza maswali pale ambapo haujaelewa. Ni grupu la kufundisha elimu kubwa kabisa. Wallahi, walioingia katika grupu mpaka leo bado wanafurahi na wananifuata mimi pembeni na kuniambia, ustadhi, tumeingia magrupu mengi sana, lakini grupu lako ni la kipekee kwa sababu linafundisha elimu ya tiba ya uhakika, sio ya ujanja, kwa mujibu wa wana wa chuoni. Sasa kwa hali kama hii, ndugu zangu, kama na wewe ni mdau unatamani kuingia katika grupu hilo, basi wala usipate tabu. Hatuna gharama wala hatuna kiingilio. Njoo kwenye WhatsApp, andika message, sema ustadhi, na mimi nataka uniunge katika grupu hilo, kwa kupitia namba zetu hizi unazoziona hapa. Inshallah tutakuingiza, tutakufundisha elimu mbalimbali. Maana mimi am doctor, mimi ni doctor, nitakufundisha kila kitu. Lakini vile vile masuala ya dua na mambo kadha wa kadha, binafsi nimekuwa nikiyafanya miaka mingi, tangu nikiwa mtoto mpaka hivi sasa na umri wa miaka 30 na kitu, ninafanya dua mbalimbali. Tutashauriana mambo mengi katika grupu inshallah, na utajifunza mambo mengi. Sasa turudi kumalizia kisa chetu. Baada ya Ahmad kuisoma dua hii, mambo yake yakaanza kufunguka siku baada ya siku. Waqala Ahmad akaamua kusema maneno haya: man badaa amahu ma'a Allahi, yoyote ambaye atakayeuanza mwaka wake akiwa ameshikamana na Mola wake, kafahu Allahu hammin sanati kulliha, basi mwenye kufanya haya Allah humtosheleza mahangaiko yake yote ya mwaka mzima. Zile shughuli zake zote za mwaka mzima Allah atampa mahitajio yake yaliyokuwa mema. Mwenye kuanza mwaka huu vizuri tu kwa kushikamana na Mola wake,
basi Allah atampa mambo yake ndani ya mwaka mzima. Allah atamtosheleza. Wallahi, Mwenyezi Mungu atunusuru na Allah atupe kheri na baraka juu ya mwaka wetu 2026 insha Allah. Mwisho kabisa ni kuombe usiache kusubscribe, usiache kushare, na kwa wale wanaotaka vitabu vya majina ya Allah 30 majina ya mazuri kabisa, basi kuna sadaka yake, ambayo sadaka yake ni shilingi 15,000. Utapata kitabu kile kama unakitaka kwa njia ya WhatsApp kwa PDF, utapata kwa staili hiyo. Mwisho kabisa usiache kusubscribe, kushare na wenzako wapate kujifunza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.